فالله جل جلاله هو قادر على أن يخلق الخلق من العدم إلى حيز الوجود، وهو قادر على إعدامها. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبنا في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. لهذا قال جل في علا في القرآن: إن للمتقين مفازا. وإسلام، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi wetu na ni mtume wetu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi, muda huu kama tulivyojulishana, insha Allah tutakuwa na mazungumzo ya kukumbushana yenye kichwa cha habari kinachosema kaifa yanalu almuslimu rahmata rabbih. Kaifa yanalu almuslimu rahmata rabbih, vipi muislamu atapata huruma, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi muislamu huyu ataipata rahma hiyo? Waislamu, kila muislamu anafahamu ya kuwa jambo kubwa katika maisha yake yeye ni kutafuta rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia na kesho akhera. Rahmatullah, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, fabiha an-najah. Kwenye rahma ya Allah ndiko kwenye uongofu, wabiha as-saada. Kwenye rahma ya Allah ndiko kwenye furaha, wabiha dukhulul janna. Kwenye rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kunapatikana kuingia pepo yake. Kwa hiyo kila mmoja, mimi pamoja na wewe na mwingine anayesikiliza na kufuatilizia katika vyombo hivi vya habari, ndani ya hii dunia anatafuta huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ili awe na uongofu, lakini pia awe na maisha mazuri, vile vile awe ni mtu mwenye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema ndani ya Qur'an: wa rahmati wasi'at kulla shay, wa rahmati wasi'at kulla shay. Kwa rahma yangu mimi, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala,
anasema kwa rahma yangu mimi ndiyo imeenea kwa kila kitu. Rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala imeenea kwa kila kitu. Wakati hii aya inashuka kuelezea rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala imeenea kwa kila kitu, katika tafsir za wanachuoni ndani ya kitabu cha Ibn Kathir, Abu Bakr al-Hudhali anaelezea namna ya hii aya ilivyoteremka na kipi kilijiri baada ya kuteremka hii aya. Abu Bakr al-Hudhali anasema lamma nazalat hadhihi al-aya, pindi iliposhuka hii aya, wa rahmati wasi'at kulla shay, kwa rahma yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala imeenea kwa kila kitu. Qala Iblis akasema, ana minash shay, ana minash shay. Huyu ni Iblis au shaitan. Ibilisi ambaye kila sehemu anataka awepo, kila sehemu anataka awe mbishani. Ahlul lugha au wanachuoni wanasema Iblis ndio awalu man qasa qiyasan fasida. Iblis, katika vijana wa chuoni kuna kitu kinaitwa qiyas. Sasa awalu man qasa qiyasan fasida ni Iblis laanahu Allah. Kuna qiyas chenye kuwa sawa na kuna qiyas kibaya na kuna qiyas kizuri na kuna qiyas ma'al fariq. Sasa Iblis laanahu Allah alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Hapa anafanya qiyas Iblis, anapimisha, analinganisha kwamba yeye ni bora kuliko Adam alayhi salatu wassalam, kwamba Allah khalaqahu Adam min turab na Allah khalaqahu Iblis min narin, kwamba Iblis ameumbwa kwa moto na Adam ameumbwa kwa udongo. Lakini hichi ni kipimo ambacho kinaitwa qiyasun fasid. Qiyasun fasid kwa sababu hata ukilinganisha ardhi na moto, kipi bora? Ardhi ni bora. Ardhi itakuletea matunda, ardhi utalima, ardhi utafanya kila kitu. Kwa hiyo hii ikaitwa qiyasun fasid. Hal kadhalika Iblis, pindi iliposhuka hii aya, kama anavyotusimulia Abu Bakr al-Hudhali, anasema kwamba Iblis alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, yani akijitapa, Allah aliposema wa rahmati wasi'at kulla shay, na yeye akasema ana minash shay, mimi nipo katika hivyo vitu. Akiamini rahma, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye ataipata, wakati tayari ikishafukuzwa katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis aliposema maneno hayo, fanazaaha Allahu min Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa fikra za Iblis kwamba asije akawa na matumaini kupata kitu muhimu kama hichi, huruma. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema katika hiyo aya, fasaaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladhina hum biayatina yu'minun. Akamradi Iblis akasema hiyo rahma iliyoenea
kwa kila kitu, fasaaktubuha lilladhina, nitaiandika kwa wale ambao yattaquna. Hii ni sharti, ili rahma ya Allah, huruma ya Allah uipate. Lilladhina yattaquna, nitaiandika kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayutuna zakata, na wanatoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wale ambao kwenye aya zetu, kwenye dalili zetu ni wenye kuziamini. Wanaamini kuwa kwa dalili hizi zilizokuwepo Allah subhanahu wa ta'ala yupo, na yeye ndiye ambaye anastahiki kuabudiwa, hakuna mwingine isipokuwa yeye. Hapa Iblis akajijua kabisa kwamba hana chance. Lau angepata aya ishie tu wa rahmati wasi'at kulla shay, ndipo akasema wa ana minash shay. Lakini aya ikaendelea, fasaaktubuha lilladhina yattaquna, tutaiandika hiyo rahma kwa wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wayutuna zakata, na wanatoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, na wanaamini aya zetu. Falamma nazalat hadhihi al-aya qalat al-yahud au qala al-yahud, wakaja nao Mayahudi wakasema, huku Iblis amejigamba lakini aya imemrad. Wakaja Mayahudi na wao wanasema, nahnu nattaqillah wa nu'ti zaka, sisi tunamcha Allah subhanahu wa ta'ala na tunatoa zaka. Kwa hiyo hii aya wa rahmati wasa'at kulla shay, hii itatuhusu na sisi, tutapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi na wao wapate rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala wakati wapo katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Na hawa ni Mayahudi zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao na wao wakajipa matumaini ya kuwa nao watapata rahma. Hawana haja kuwa Waislamu. Kama uchamungu, na wao wana uchamungu. Kama kutoa zaka kwa Mayahudi, na wao wanatoa zaka, na wanaamini pia aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini aya ambazo wanaamini au mambo yao wanaamini ni qabla bi'thati nabii sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kuteremshwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madha qala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akasema nini baada ya kuwa na Mayahudi nao wanaona wamo katika hii aya? Fanazaaha Allahu min alyahud, Allah subhanahu wa ta'ala akawavua nao Mayahudi, akawaradi Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, ni wale ambao wanamfuata mtume, tena mtume ambaye hajui kuandika wala kusoma, hajui kuandika. Al-ummi ambaye kapewa miujiza au muujizat na Allah subhanahu wa ta'ala, na akachaguliwa kuwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa Mayahudi na wao wakaona wazi wazi kwamba hapa hawapo, kwa sababu sharti la pili ambapo hapa kwa wao wamevuka na hawapatikani kwenye sharti hili, alladhina yattabi'una ar-rasula, ni wale ambao wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya, nabii al-ummiya, ambaye hajui kusoma wala kuandika. Hapa Mayahudi wakaona sharti hili kwao haliwezekani.
kwa sababu kabla ya kuja mtume mwingine Mayahudi walikuwa wanataraji mtume atatoka katika makabila yao, awe mtume Myahudi, na walikuwa wanawaambia watu kuwa tunataraji Allah subhanahu wa ta'ala akatutumia mtume. Sasa baadaye akaja mtume ambaye hatokani na wao, anatokana na Waarabu. Ndipo ambapo wakasema huyu mtume sisi hatumfuati, maana hajatokana na sisi. Sasa wakati aya inaendelea wakajipa matumaini, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia la, ni wale ambao wanamfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhakara alulamau at-tafsir, ndipo wakataja wanachuoni wa tafsir kwamba hadhihi al-aya, hii aya tahusu ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, inawahusu umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndio ambao wana rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kila mmoja anatamani kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni namna gani tutapata rahma ya Allah, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa min naili rahmatillah, ili kuipata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima uwe na al-imanu billahi wa taqwa. Al-imanu billahi wa taqwa, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili kila siku mtu anajiona kwamba yeye ni Muislamu, anafahamu moja kwa moja, basi mimi namwamini Allah. La, kumwamini Allah kwa dhati, kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwezekana maa tajdidi niyya, pamoja na kuhakikisha unafanya upya nia yako ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, unairefresh, unakaa unawaza, hivi kweli mimi namwamini Allah kisawa sawa? Wapi na mapungufu ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo ili upate rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima umwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? Liannahu a'zam sababi linaili rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndio jambo kubwa na ni sababu ya kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-iman, nako ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala as-sadiq, kwa ukweli, wa taqwa, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, utapata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu jalla fi ula, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmatallahi qarib min almuhsinin, hakika rahma ya Allah, huruma ya Allah ipo karibu sana kwa wenye kutenda wema, wamchao Allah. Ipo karibu sana kwa sababu kwanza wana imani, pili wana takwa, kwa sababu huwezi kuwa mcha Mungu kabla haujawa na imani. Lazima uwe na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na baada ya hapo ndipo unakuwa mcha Mungu, kwa sababu unakifanyia ucha Mungu, unafanyia ucha Mungu mtu ambaye yeye ndio kakuumba, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unamfanyia mcha Mungu Allah. Kwa nini? Kwa sababu unamwamini, wa taqwa, na unamcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah kaahidi, inna rahmatallahi qarib min almuhsinin, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ipo karibu sana na wema. Kwa hiyo kila unapofanya wema, ndio kila unapokuwa karibu na nani? Na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umefanya jambo jema, elewa unakaribia au upo karibu na rahma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukipata rahma ya Allah, wewe umewini, kwa sababu rahma ndiyo najaa, ndiyo uongofu, rahma ndiyo saada, rahma
ndio kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Umar ibn al-Aziz rahimahullah, laysa taqwa Allahi bisiyami an-nahar wala biqiyami al-layl walakin bitarki ma harrama Allah wa ada'u ma iftarada Allah. Umar ibn al-Aziz ni moja ya viongozi wa Kiislamu, viongozi ambao waliwaongoza Waislamu. Umar anasema sio ucha Mungu kwa kufunga mchana saum, na wala sio ucha Mungu kwa kusimama usiku kuswali tahajjud, lakini ucha Mungu ni kuacha yale ambayo kayaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Huu ndio ucha Mungu. Kaannahu yaqul, kana kwamba Umar ibn Abdul Aziz anasema sio ucha Mungu kuswali tu, sio ucha Mungu kufunga tu, wala sio ucha Mungu kuamka usiku na kuswali tu. La, ucha Mungu ni kuhakikisha ya kuwa unaacha yale ambayo ameyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na unafanya yale ambayo kayafaradhisha. Aloyakataza Allah unayaacha na unafanya yale ambayo kayaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili la kwanza ukilifanya ndilo jambo ambalo litakusababishia wewe kupata huruma, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min naili rahmatillah, lakini vile vile katika kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'u an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo la pili. Ili upate huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakikisha ya kuwa unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kwa sababu rahmatullah, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunalu biittibai nabii sallallahu alayhi wasallam, inapatikana kwa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena qawlan wa amala, kwa kauli na vitendo vyako, kwa kauli na vitendo vyako. Matamshi yako yawe yana ukweli na vitendo, kuwa wewe unamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na unafuata yale yote ambayo yeye kakuleteni na kukatazika na yote ambayo yeye kakukatazeni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wama atakum ar-rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale ambayo kakuleteeni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yashikeni, yachukueni, na yale ambayo kakukatazeni miaache. Huku ndiko kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, faaminu billahi wa rasulih. Hii ni aya inaendelea, katikati hapo inataja mtume ambaye yeye ameamini, amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na maneno yake. Kisha akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, na mumfuate, wattabi'uhu, na mumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam, la'allakum tahtadun, ili mpate uongofu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ametoa amri, faaminu billah, muaminini kwanza Allah, wa birasulihi, na mtume wake. Muaminini Allah wa rasulihi, na mtume wake. Na
mumfuate ili mpate uongofu. Kwa hiyo kumbe uongofu ili upatikane ni lazima tumwamini Allah, kisha tumwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu nabii, kwamba yeye ni mtume wa Allah, lakini vile vile tumfuate. Tusimwamini tu hivi basi, tumfuate. Waqala al-Imam Malik rahimahullah, as-sunna safinatu nuhin man rakibaha naja. As-sunna safinatu nuhin man rakibaha naja. Sunna ni jahazi la Nuh alayhi salatu wassalam. Man rakibaha, yeyote atakayepanda katika hilo jahazi, naja. Kaannahu yaqulu imamuna, kana kwamba anasema imamu wetu ya kuwa as-sunna kasafinati Nuh, sunna kana kwamba jahazi la Nuh alayhi salatu wassalam. Nyie mnafahamu katika Qur'an, Nuh alayhi salatu wassalam aliwaambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Aliwaambia maneno mengi ya kuwaliwaza, lakini ikawa hawana habari na nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akamwamuru atengeneze safina. Kwa hiyo kila aliyokuwa katika safina ya Nuh alayhi salatu wassalam naja. Kwa hiyo as-sunna, al-Imam Malik anasema rahimahullah, as-sunna safinatu nuhin man rakibaha naja. Sunna ni kama safina la Nuh alayhi salatu wassalam, mwenye kupanda ataokoka. Kwa hiyo mwenye kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuhakikisha hafanyi matendo yoyote yale isipokuwa vile ambavyo Mtume ameelekeza, huyu naja, huyu ameokoka, kwa sababu huyu anamfuata khairul bashar, mbora wa viumbe, nabiyullah, nabii wa Allah, wa rasuluhu, na mtume wake anamfuata. Huna hasara wewe katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali una faida na bishara kubwa sana ya kupata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ili upate huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima uwe na kitu ittiba'u nabii sallallahu alaihi wasallam, kumfuata mtume, rehma na amani zimfikie. Waqala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Hii hadith imekuja na riwaya takriban kama mbili sijakosea. Moja takallama fihi ulama, na nyingine sahahu shaykhuna al-allama Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema arrahimuna yarhamuhumur rahman, wenye huruma atawahurumia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema irhamu man fil ardi, wahurumieni walioko katika ardhi, yarhamukum man fis samaa, atakuhurumieni yule ambaye yuko mbinguni. Na ulama wakaelezea sana jihatul hadith, namna ya hadithi ilivyokuja. Ingine ikaja kwa riwaya kana kwamba inaashiria kuwafanyia huruma wale ambao ni wanyama, sio wanadamu, na kisha hadithi nyingine ikaja ikawaenea wote, wanadamu na wanyama wote. Kwa hiyo hii inahusu kila kile ambacho pengine unakimiliki, mamalik, vitu ambavyo unavimiliki wewe, lazima uvifanyie huruma. Yawezekana nyumbani kwako unamiliki familia yako, lakini vile vile kuna paka, kuna ng'ombe, kuna mbuzi na wanyama wengine. Sheria ya dini yetu ya Kiislamu
inataka ufanye huruma. Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu alisikitika na alijitahidi kuhakikisha ya kuwa kila yule anayemuongoza apate haki yake, na mpaka akafikiria wanyama nao anawaongoza nao wapate haki yake. Leo hii wengi sana katika viongozi pengine kuto kujua imani zao za kiroho na kuto kujua Uislamu unaelezeaje juu ya haki na huruma kwa viumbe ambavyo mtu anaviongoza, unakuta kwamba hatuandai miundombinu nzuri ya wanyama ambao wapo pengine nchi ya Tanzania na nchi nyingine. Hatuandai kwamba watanufaika vipi kwa maji, watanufaika vipi kwa hiki na hiki. Inakuwa kama vile vitu vya ziada, wakati ukiwa kiongozi ni dhima ambayo inahitajika uangalie na kuhakikisha kila mmoja anafikiwa na huruma yako. Wanyama wafikiwe na huruma yako, binadamu wafikiwe na huruma yako, na vyote ambavyo unaviongoza kuhakikisha unavipa haki yake, sehemu yake maalum. Hivi ndivyo ambavyo walipokuwa wakiishi masahaba ridwanullahi alaihim, walikuwa wanachunguza yote haya. Kwa nini? Wanafahamu arrahimuna yarhamuhumullah, wenye huruma Allah atawaonea huruma. Ndipo akasema irhamu man fil ard, wahurumieni vilivyoko ardhini, yarhamukum man fis samaa, atakuhurumieni yule ambaye yupo juu. Waqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah akasema maneno haya Al-Hasan, irhamu ahla al-ard, wahurumieni watu wa ardhini, yarhamukum man fi samaa, atakuhurumieni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, taban ni kaleta maneno kakoti katika moja ya adilla au sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Muislam ni lazima amfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bila ya hivyo hawezi kupata naili ya Allah subhanahu wa ta'ala, liannahu min naili rahmatillah, katika kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni arrahmatu bil khalq. Hii tulioelezea kwamba uwaonee huruma viumbe. Kuonea huruma viumbe ni katika kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, leo wengi sana hawana huruma na viumbe. Baba unakuta hana huruma mpaka na mtoto wake, lakini hana huruma na mzazi wake, hana huruma mpaka na mke wake. Kwa hiyo unakuta rahmatu bil khalq, rahma kwa viumbe inakosekana. Wakati mmoja katika mambo muhimu la tatu katika muhadhara wetu ni arrahma bil khalq, kuonea huruma viumbe, kama mafundisho yanavyoelezea kwamba ukiwaonea huruma na wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakuonea huruma. Wa min naili, na katika kupata rahmatillah, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-ihsanu ila ad-du'afai, kuwafanyia wema madhaifu. Madhaifu tunawakusudia kalyatim, kama vile mayatima, walfaqir, na vile vile mafakiri, lakini walmiskin, na maskini kwa ujumla. Wafanyie ihsan, wasaidie, lakini fanya huruma, shika kichwa cha yatima. Ni moja katika liwazo na unapata thawabu kubwa sana. Lakini msaidie fakiri, msaidie maskini, muondolee matatizo yake. Hii ni sababu ya wewe kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na
Mtume sallallahu alayhi wasallam katika moja ya hadithi yake anasema, hal tunsaruna wa turzaquna illa biduafaikum, kunusuriwa kwenu, kupata kwenu salama time nyingine na kuruzukiwa kwenu, hii inatokana na madhaifu wenu. Allah subhanahu wa ta'ala pengine anatutakia tuwe na uwezo ili wasaidiwe yatima, wasaidiwe mafakiri, wasaidiwe masakin, miskin. Haya ni maelekezo ya Allah na ni maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watakallama fihi alulama, na wanachuoni wameongelea. Qala Sufyanu ath-Thawri, qala Sufyanu ath-Thawri rahmatullahi alayhi, anasema Sufyanu ath-Thawri, rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala imfikie, anasema, ma raaitu ibadatan a'zama min idkhali sururi ala qalbi muslimin. Anasema, ma raaitu ibadatan, sijawahi ona mimi ibada, a'zama, ibada ambayo kubwa sana, min idkhali sururi, kuliko kuingiza furaha, ala qalbi muslimin, kwa moyo wa Muislamu. Hii ni ibada kubwa sana sana. Leo kuna ambaye pengine yupo hapa anasikiliza muhadhara, lakini hajui mpaka sasa hivi, hajapata kipande cha kupeleka nyumbani, hajui nyumbani watakula nini. Na mazingira ya namna hii, kuna lisaili wal mahrum, kuna wengine wanaomba na kuna wengine wanajizuia. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akasema, lisaili wal mahrum, mali mlizomiliki, mali mlizo nazo ni mali ambazo ni zinahitajika msaidie kwa watu ambao, kuna ambao wanaomba na wanaojizuia. Kuna vijana unaona kwamba wako vizuri, amevaa vizuri, kofia yake kaweka vizuri na anang'ara, lakini taaban na anashindwa kuomba kwa sababu ana aibu. Lakini miskin wa fakir, maskini na ni fakiri. Kwa hiyo huyu anasaidiwa. Sasa ukimsaidia huyu, maana yake umemuingizia furaha, na furaha hii sio yeye tu, furaha hii wataenda kufurahikia mpaka watoto wake. Tasawwar annahu wa indahu 5 abna. Hebu chukua picha kwamba huyu mtu ana watoto 5 nyumbani na hana kitu, hajapata kitu. Watoto wakiwa na njaa wananung'unika, lakini nyumba haiwi nzuri. Lau ukamsaidia huyu, yeye mwenyewe atatoka na furaha kwamba nimepata kitu cha kwenda kuwapa watoto zangu. Lakini si furaha tu, kule watoto watafurahia. Na ninyi mnafahamu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala razaqakumul aulad, ambaye amekuruzukuni watoto, mnafahamu mtoto akishiba anafanyaje? Shaka, mtoto akishiba anafanyaje? Anafurahi. Lakini wewe huna mtoto, sawa? Au yupo? Yupo bado mwanafunzi naye anaoa. Taban nimempa mfano shekhe na nimehisi kwamba anaweza ikawa hana mtoto, lakini kwa mababa wanafahamu kitoto kikishiba, wanafahamu. Na watu wakishiba kila kitu kinakuwa kizuri. Mnaweza mkafanya mechi bila kushiba? Mnaweza? Hamwezi. Wewe unaweza ukaonekana hoi haya kabisa, hata ukienda kula ankasus, kunywa ankasus, bado kabisa haikupi mori wa kucheza mchezo. Kwa nini? Njaa. Sasa ukamsaidia huyu, umempa furaha na umewapa furaha watoto zake. Ndio maana Sufyanu ath-Thawri akasema ya kuwa, ma raaitu ibadatan a'zama min idkhali sururi ala qalbi muslimin, sijaona ibada kubwa
kuliko ibada ya kuingiza furaha katika moyo wa Muislamu. Hii ni ibada kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ili kupata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, msaidie dhaifu, msaidie yatima, msaidie fakir, na msaidie maskini, msaidie ambaye anaomba, na msaidie yule ambaye haombi. Msaidie. Pamoja na kwamba zama sasa hivi unaweza kukuta mtu anaombaomba, lakini hali yake ndo kazidi. Sasa imekuwa kama ndio nini, ndio kipande. Kuna iliripotiwa kwamba kuna mtu akiomba tu anaenda kupeleka kwenye akaunti yake, akipata 20,000 10,000 kwenye akaunti yake hiyo, na kawa ndio mchezo wake. Na sio hivyo, kuna wengine imebainika kwamba wana miji ng'ombe, wana mashamba huko, wana uwezo wao, lakini wanaenda kuomba. Hawa sasa hatuwakusudii, wapo wenye kustahiki na wapo wanaomba na wasioomba. Hawa ndio ambao tunawakusudia. Wasaidiwe ili uingize furaha kwake na upate huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhiran, jambo la mwisho, min naili rahmatillah, katika kupata huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala na rahma yake, al-iktharu min al-a'mali salihah, kukithirisha kutenda matendo mema. We kithirisha tu. Umeona hichi unataka ukiondoa barabarani, ondoa. Huyu anatakiwa asaidiwe mzigo huu kumweka kichwani, mweke kichwani. Huyu anatakiwa asaidiwe nauli hivi, msaidie. Ikthar, zidisha kufanya mambo mema. We hujui jambo gani ambalo litakubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jiwekee akiba. Inawezekana kuna yale ambayo yatarudishwa na yale ambayo yatakubaliwa. Kwa hiyo weka akiba tu. Tuthaqil mizanak, wewe unatengeneza mizani yako, itakuja kuwa ngumu, itakuja kuwa nzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ikipimishwa baina alharam wal halal, baina ya halal na haram, halali inakuwa nzito. Nini? Ikthar, al-iktharu min a'mali salihah, kufanya matendo mema. Zidisha. Wewe usitosheke kabisa, hapa mimi nimetoka kuswali swala 5 basi. Swali sunna. Umeswali sunna, umetoka nje, unaanza hapa bora nisubiri tu mpaka muda mwingine wa swala. La, shika Qur'ani, soma. Umesoma Qur'ani, useme hii inatosha. La, endelea na jambo lingine, endelea. Na ikiwezekana una muda wa kuposti vitu vya halal kwenye mitandao, posti vitu vya halal. Usije ukaposti vitu vya haram, kwa sababu akaunti ya Muislam akifa, kama aliacha maovu, yanaendelea maovu yale, ile akaunti inasoma. Na kama aliacha mazuri ya halali, inaendelea akaunti ile akaunti inasoma. Leo wangapi katika Waislamu, na hili mimi nalirudia sana kwenye mihadhara yangu, Waislamu leo wanajiposti kwenye mitandao, anajipiga mapicha, yuko pengine na hawara au na nani, pengine yuko uchi au yupo katika mazingira na kunywa pombe au anafanyaje, zipo kwenye mitandao. Lakini anacheza mziki, zipo kwenye mitandao. Anamrusha mke wake, anamposti mke wake, mke hajavaa hijabu, mke yuko kwenye mazingira haya, yani kana kwamba anamkoadia, anamtongozea wanaume mke wake. Maana wanamuona mke wako, wanamuona mke, alitakiwa umuone wewe, leo wanamuona watu wengine. We nini unahitaji? Kuna kitu wewe, baadaye utamlaumu nani wewe? Sasa kwa mazingira kama haya, mapicha na nini umeweka ambayo ya haram, mapicha ambayo hayana msaada wa kuingizia kwenye akaunti yako ya kheri, elewa ndugu yangu, kuna kufa. Na kifo yati baghtatan, kifo kinakuja ghafla, hakiji kwa ahadi, hakiji na taarifa. Sasa kimekuja ghafla kwenye akaunti, password unayo wewe ya kufuta uchafu wako, password unayo wewe, ndio amaluka, ndio matendo yako ambayo umeyatenda. Sasa password yake unayo wewe. Kuwa nayo wewe password inafanya kiasi ambacho milele
milele, zama na zama watakuangalia wewe, huyu ndio plan bin plan, huyu alikuwa hivi, huyu alikuwa hivi. Kila wanavyokuangalia ndivyo akaunti yako inasoma mambo machafu, kwa sababu wewe adalun ala shar, wewe ni mwenye kujulisha kwenye shari, sio adalun ala alkhair, sio mwenye kufundisha kwenye khair. Wewe unafundisha watu maasi. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi pamoja na nyinyi tuhakikishe ya kuwa tunafanya matendo mema, sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda sana wenye kufanya wema. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana wenye kufanya mema. Nihitimishe muhadhara wangu kwa maneno ya al-allama Abdullahi ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi, anasema rubba amalin saghirin tuadhimuhu niyya, inawezekana jambo dogo unalolifanya likawa limeikuza nia yako, yani malipo yako yakawa mazuri, kwa sababu innamal a'mal binniyat, hakika kila matendo yanalipwa kutokana na nia. Insha Allah, mpaka hapa tumaliza muhadhara wetu. Allahumma inna nas'aluka aljannata wama qarraba ilayha min qawli wa amal, wa na'udhu bika minan nari wama qarraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma anta ahaqqu man dhukir wa ahaqqu man ubid wa ansaru man ibtughi wa ar'afu man malak, tuta'u fatashkur wa tu'sa fataghfir. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية يا رب العالمين.